Mheshimiwa Neema Mwandabila, swali la nyongeza. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tuna barabara inayoanzia Igawa mpaka Tunduma. Barabara hii ni barabara inayoenda kutuunganisha na nchi ya Zambia. Magari Mheshimiwa Neema Mwandabila, tafadhali ongeza sauti na ikaribie mic ili tuweze kusikia. Okay. Barabara hii Mheshimiwa Mwenyekiti, magari ni mengi kiasi kwamba yanatuelemea na haina barabara ya mchepuko. Barabara ipi Mheshimiwa? Anza swali lako. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna barabara inaitwa Igawa Tunduma. Barabara hii ni barabara ya msingi ambayo inaenda kuunganisha na Zambia. Barabara hii Mheshimiwa Mwenyekiti haina barabara ya mchepuko njiani. Magari ni mengi, ajali ni nyingi, changamoto ni nyingi. Serikali kweli imeweka dhamira ya kujenga barabara 4 Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini hatuoni ule userious wa serikali kuanza ujenzi wa barabara hiyo hususani kutoka Mlowo kuelekea Tunduma Mheshimiwa Mwenyekiti. Sasa ni upi mkakati wa serikali kuanza ujenzi haraka katika mji wa Tunduma ili kutunusuru na ile foleni? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali ya nyongeza ya Mheshimiwa Neema Mwandabila kama ifuatavyo. Kwanza ni muondoe hofu. Najua hii ni barabara ya kiuchumi. Ni barabara kuu inabeba uchumi wetu. Mafanikio ya bandari ya Dar es Salaam huwezi kuyataja bila ya kuitaja barabara ya Igawa Tunduma, kwa sababu zaidi ya nusu ya mzigo unaotoka bandari ya Dar es Salaam unapita barabara hii kwa lengo la kupeleka mizigo upande wa Zambia, upande wa Kongo pia. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan iko very serious. Naomba nimhakikishie mbunge na wabunge wote iko very serious. Na ushahidi wa seriousness hiyo ni pale ambapo yeye atakuwa shahidi na wabunge wa mkoa wa Songwe watakuwa mashahidi pia. Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba alifanya ziara na alitoa maagizo ya kuhakikisha ya kwamba tunatanua barabara eneo lile la Tunduma, kwa sababu ni eneo ambalo limekuwa likikabiliwa na msongamano mkubwa sana. Nitoe taarifa ya kwamba moja, Wizara ya Ujenzi tulipokea maelekezo yale ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. 2, tuliweka mkandarasi pale, mkandarasi wa hapa nyumbani, kampuni la Narmo liko pale. 3, mkandarasi alikwisha kuanza kufanya kazi ya upanuzi wa barabara ile. Mwanzo ilikuwa ni mita 700, lakini mara baada ya kufanya usanifu tumefanya zaidi ya kilomita 700. Hivi sasa ni zaidi ya kilomita 1. Ni barabara 4, 2 zinaingia na 2 zinatoka, na hivi sasa katika lile eneo utaona kuwa kuna pametanuka sana. Na 4, katika jambo hilo ni kwamba mradi umeshafika zaidi ya 40% mara baada ya kupata fedha taslim za mradi ule. Zote bilioni 6 na milioni 400 zimepelekwa pale Tunduma. Naomba nimwalike Mheshimiwa Neema Mwandabila na wabunge wa mkoa wa Songwe wafanye ziara ya kwenda kukagua, waone kazi kubwa na nzuri ambayo inafanywa pale Tunduma, itakayoondosha ule msongamano uliokuwa si wa lazima katika eneo lile. Na katika mpango mkubwa tayari feasibility study ya mwanzo imeshawasilishwa, na hivi sasa tumepokea feasibility study ya pili ya kampuni ambalo tunakwenda kufanya nao PPP, kampuni la CCECC ambalo limeonyesha interest ya kujenga barabara ile katika mfumo wa PPP. Kwa hivyo sasa, mara baada ya kukamilisha kazi hiyo ya hatua hizi mbili za feasibility study, yani upembuzi yakinifu, tutakuwa tunatarajia kwenda katika hatua inayofuata ili kusudi tuweze kufanya mradi ule wa kielelezo wa uchumi wa taifa letu katika mfumo wa PPP. Nimtoe hofu Mheshimiwa Mwandabila na wabunge wote, na niendelee kumkaribisha kwenda kuona kazi kubwa na nzuri inayofanywa pale Tunduma ya marekebisho ya lile eneo. Na kwa hivyo malori yaliyokuwa yakipaki njiani
kwa sababu ya foleni sasa yatapata unafuu mkubwa sana wa kuweza kupita katika eneo lile. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.